Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'd. Ndugu zangu katika imani, leo tunapata fursa hii kukumbushana kuhusiana na hijab. Na sio hijabu ambayo ipo katika mafahumu yetu, bali hijabu ya kisheria. Kwa sababu wengi wanavaa hijab, lakini wanadhani kwamba ndio hijabu inayohitajika au iliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini iko nje ya mipaka. Tukijifunza kwa mwenendo wa dini, tunaambiwa kwamba ni hijabu ile ambayo analazimika nayo mwanamke katika kustiri mwili wake, vile vile anastiri mapambo yake kwa wale ambao wote wameharamishwa kuyaona mapambo hayo, na vile vile mwili huo. Na hijabu ya kisheria, mtu anapofanya hivi, au mwanadada mwanamama anapoivaa hijabu hiyo, nini kinakuwa katika moyo wake? Ni kwamba anajilazimisha kukili au kutii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati Nur aya ya 33, anasema wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Allah kwa upande wa hijab haikuishia katika surati Nur peke yake, mpaka katika surati Al-Ahzab aya ya 59 Allah anasema ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana kuwafahamisha watu hijabu ya kisheria, na vile vile kina mama wa Kiislamu wajitahidi wakivaa hijabu hizo watafutia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kutazamwa, yani kutafuta kuonekana na watu. Kuna hadithi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, almar'atu awra fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan. Mwili wa mwanamama au mwili wa mwanamke ni aibu. Hivyo anapotoka ilhali hajavaa hijab, basi hakika anatukuzwa na ibilisi, anasifiwa na ibilisi. Kwa hivyo mtu asidhani kwamba atamuona ibilisi anamsifia mwanadada huyo, bali wako watu na tabia za ibilisi ndio watamsifia mwanadada huyo kwa kutembea pasina hijab. Hijabu ya kisheria ina utaratibu. Hijabu ya kisheria ina nidhamu. Ndipo pale ambapo tunafundishwa kuna masharti ya hijabu ya kisheria. Sharti ya kwanza, inatakiwa imstiri mwanamama huyo au mwanadada huyo mwili wake wote, isipokuwa vile ambavyo tumeelekezwa katika sheria, kwamba ni uso na vitanga vya mikono. Na vile vile isiwe hiyo hijabu yenye mapambo, yani yenyewe inatosha kumfanya mtu akaishangaa hijabu hiyo kwa mapambo ambayo yapo ndani ya hijabu. Na vile vile sharti la tatu, ayakuna wasi'a. Hijabu ya kisheria inahitajika kuwa pana, isiwe yenye kubana. Na sharti la 4, isiwe nyepesi kiasi ambacho yasifu, yani inatoa taarifa zilizomo ndani. Na sharti ya 5, isifanane na mavazi ya wanaume. Ama sharti ya 6, isifanane na mavazi ya makafiri. Na vile vile jambo la au sharti ya 7, tunaambiwa mtu anayevaa hijabu, mwanamke anayevaa hijabu, katika moyo wake asikusudie kupata kusifiwa. Hiyo ndio sharti 7 za hijabu, bali anahitajika mwanamke huyu atake radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hijabu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie mama zetu, dada zetu na watoto zetu
wawe wenye kuivaa hijabu katika masharti ya kisheria, na vile vile wavae hijabu hizo ilhali wakitaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala.